Mungu akileta watu wa kusimama na wewe, jua ni Mungu amewaleta, na kwa kutegemewa ni Mungu, sio watu. Wakati wowote, sikiliza hii sentensi itakusaidia sana. Wakati wote unapomtegemea wewe unakuwa hatarini, na huyo unayemtegemea yuko hatarini. Sasa kama umeisikia hiyo sentensi vizuri. Wakati wote unapomtegemea mtu, wewe kama mtoto wa Mungu, wewe uko hatarini, na huyo mtu unayemtegemea unamweka hatarini, kwenye hatari. Umeelewa? Mungu anaweza kudili na wewe, kwa maana Mungu anaweza usijibiwe maombi, lakini anaweza akadili na wewe mtu. Umeshaikuona kuna mtu anategemewa sana, alafu baadaye yule mtu anapata kiburi. Mwaikuona? Labda anategemewa kazini, anategemewa kwenye familia, anategemewa. Ukijua watu wanakutegemea, usipokuwa na hekima ya Roho Mtakatifu, uko kwenye riski ya kuingia kwenye kiburi. Ndio pale unapaka unasikia mtu anakuambia bila mimi kazi haifanyiki. Umeshasikia hizo sentensi? Mpaka kuna watu wanakuambia kanisa bila mimi haiendi. Hello. Unamweka mtu kwenye risk, lakini pia unaweka, kama ni kwenye uchumi, unaweka uchumi wa huyo mtu kwenye hatari. Mungu anaweza akaupiga, kwa sababu Mungu hataki mtu yoyote achukue nafasi yake. Akiona mtu anaweza kuchukua nafasi yake, anaenda kushughulika na yule mtu. Ndio maana unakuta kuna watu walikuwa wanakusupport, baadaye ulipowategemea wale watu uchumi wao ukaharibika. Matokeo yake ni nini? Yakakosa nao kakosa. Kwa uwe na akili sana ya kiroho. Kama kuna mtu anasimama na wewe, mwache asimame na wewe. Mungu ambariki sana, muombe, lakini usije ukaweka tumaini lako kwake. Na mara nyingi unapoona hizi lawama zinazotembea kwenye familia, kwenye watu waliokoka, ni matokeo ya kumtegemea mtu. Sasa unapomtegemea mtu, huwezi ukamtegemea mtu na ukamtegemea Mungu wakati mmoja. Alright. Niliwahi kusikia ushuhuda wa mtumishi wa Mungu David Oyedepo wakati anaanza huduma. Anasema wakati anaanza huduma akamwambia Mungu, mimi sitaki kuwa mchungaji maskini. Wachungaji wengi ni maskini, mimi sitaki kuwa maskini. Na nikisoma kwenye neno lako sina haki ya kuwa maskini. Na pastor anasema Mungu akamwita akamwambia njoo. Akamwambia jaribu kuangalia juu na kuangalia chini wakati huo huo. Hello, yaani macho yako haya si yako mawili. Unaweza ukagawa mmoja nikaangalia kwenye dari na nyingine nikaangalia hapa chini, unaweza? Anasema Mungu akamwambia angalia chini na juu the same time. Look up and down the same time. Akamwambia siwezi. Akamwambia huwezi kumtegemea mwanadamu na ukamtegemea. You cannot look at the man and you look at me. Kinachoponza watu wengi, moja ya kitu kinasababisha watu wengi kutobarikiwa na Mungu ni kuwategemea wanadamu. Na unapotegemea wanadamu, usitarajie majibu kutoka kwa Mungu. Na sisi tumekwama sana hapo. Mara nyingi sana nilikuwa natafakari hichi kitu, Roho Mtakatifu akaniambia kitu cha ajabu sana. Nilikuwa sijawahi kuwaza. Sijui kama nikikwambia utaelewa. Akaniambia wakati wote unaotegemea wanadamu, huwezi kukua kiimani. Huwezi kukua kiimani. Akaniambia, sijui kama hii sentensi niambiwa mimi sijui kama itakuwa sahihi hapo. Akaniambia watu wengi sana waliokoka huwa wapiti kwenye majaribu. Hello? Kwa sababu wanapokutana na majaribu mara moja, wanaangalia nani anaweza kunisaidia. Kwa hiyo akipata ule msaada, maanake ametoka kwenye jaribu la kimungu la kumsaidia. Kwa hiyo anakuwa ameingia kwenye jaribu la kishetani la kumtesa. Mimi nilielewa, sijali kama utaelewa. Akaniambia majaribu ni mahali pa kuimarishwa kiimani. Mungu anapokuruhusu majaribu kwako, hakuruhusu majaribu ili uanguke. Anakuruhusu majaribu ili kukuimarisha, ili kuwa na ushuhuda kwamba nilipita hapa Mungu akanivusha. Anakuruhusu ili imani yako ionekane. Anakuruhusu ili atukuzwe mbele ya shetani na wanadamu na watesi wako. Anakuruhusu ili ujue nguvu ya kumwamini yeye na kumtegemea yeye. Sasa inapokuwa tu umeanza tu
unawaza kwamba nikaegemea kwa fulani, unakwepa jaribu, na unapokwepa jaribu unakwepa kukomaza imani yako. Ndio maana kuna watu wengi wana imani changa, imani ambazo hazimachuri, imani ambazo hazikui, kwa sababu they are so dependent on other people kuliko kumtegemea Mungu. Naomba nikwambie, unapomtegemea Mungu, moja ya kitu utapita kwenye majaribu kama ishara ya kipimo kwamba je, unamtegemea Mungu kweli?